Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kutoka mashariki mwa Kongo DRC, Afrika Mashariki, katika ukanda wa maziwa makuu, leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2025. Jina langu ni Jean Paul Sikimenyo kutoka wilayani Lubero, jimboni Kivu Kaskazini. Taarifa kuu siku ya leo ni mgomo wa kutofanya kazi kuendelea Mangurejipa wilayani Lubero kwa siku ya pili. Na kwa sasa wakaaji wameandaa hiyo mgomo, mpaka sasa wanaikamilisha kabisa. Watu hawaende kazini. Mapigano yashuhudiwa kati ya jeshi la serikali ya Kongo DRC na wapiganaji wa Zaire mkoani Ituri. Ni hayo kwa siku ya leo. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo. Taarifa yetu inaanzia moja kwa moja katika mji wa Njia Panda, Mangurejipa wilayani Lubero, ambako wakaazi wameungana na mashirika za kiraia kufanya mgomo wakiomba viongozi wa kijeshi kubadilishwa, ambao wanatuhumu kushindwa kukabiliana vilivyo na wapiganaji wa ADF. Tsongo Muhunga yuko Njia Panda, Mangurejipa. Kwa sasa mgomo yanaendelea kabisa, naendelea kukua kabisa mkali sana, kwa sababu hakukukua kila kazi yoyote, na kwa sasa wakaaji wameandaa hiyo mgomo, mpaka sasa wanaikamilisha kabisa. Watu hawaende kazini, wafanyabiashara, waendesha pikipiki, wakulima, kila mtu yeyote ambaye amefanya kazi ameacha kabisa kufanya kazi yake. Lakini kuna wale ambao waliruhusiwa kufanya kazi, sawasawa yule anayeuzisha chakula, anayeuzisha dawa, na anayeuzisha nyama, na anayeuzisha vile umeme. Hao watu waliruhusiwa kufanya kazi, lakini wote ambao wamefanya kazi zingine wameambiwa kabisa waache hizo kazi, na watu wameshika sheria hizo ambazo society civilian iliweza kutangaza. Unasema nini mnahitaji? Sisi kama wakaaji wa eneo ya Mangurejipa Njia Panda, tunaomba kwetu tusichinjwe sawa nyama, sababu ADF imetuua mchana na usiku. Kwa sasa tunaomba government yetu ya Kongo iweze kutupatia amani, kwa sababu ni haki yetu sisi kama wanadamu. Hatuwezi chinjwa sawa nyama na tukiwa katika nchi ambayo inakuwa na watu ambao wanaiongoza na kulinda usalama wetu. Shukrani sana Tsongo Muhunga kutoka huko Mangurejipa. Tukitoka Lubero tunakwenda hadi Mutwanga wilayani Beni, chini ya milima mirefu ya Rwenzori, ambako wakaazi waomba serikali ya DRC kuhudumia wanajeshi kwa kuepuka mgogoro kati yao na wananchi. Leo hali inaendelea kuzorota kwa sababu kuna jeshi ambaye alijituma na ingilia tena mkaaji kwa saa za 3 ya usiku, na alipofika hapo wakazi walimchukua na wakampiga na kumnyang'anya silaha ya kwake, na hapo wakampiga na mawe, akaweza kufariki, na wajeshi wakaweza kuua vile civilian mmoja alikuja kujengea maake nyumba kutoka huko Masambo, kijana wa 18. Huyu ni askari jeshi tifu kwa serikali ama jambazi? Ni askari wa FARDC yetu ya Kongo, wanakuwa ni regime inakuwa hapa kwenye mji wa Mtwanga hapa. Sasa kwa nini akaingilia wakazi? Alitafuta kupora mali. Unajua tunafikiri kama wako wanapata pesa labda wapokee kwenye kambu kwenye government hivi. Tulipendelea government shirike na wanajeshi wao paske, kwani wamesumbua sana wakazi. Na hali ikoje kwa upande wa wakulima? Kwa upande wa wakulima wanakuwa na uoga inakuwa nyingi kati ya wakulima, na wanakuwa na uoga kuingia tena mashambani, wanaanza kama kuku mbele ya wakati, kwa sababu hawajui nani atafika mbele ya wakati nyumbani. Ni sababu kubwa ni nini? Sababu kubwa ni njaa inaingia kwenye majeshi, unakosa kama ni njaa, unakosa kama ni nini. Hivi tunakuta kama wakati hivi tunasubiri tuweze tena kutoa makakao ndani ya shamba, lakini wabandia wanatuingilia, tunakosa kama ni nini. Kimaendeleo hali inaendeka vizuri, wakazi wanajikadhania wakiweza kufanya mifereji kwenye mabarabara zao, kuweza kunyorosha kufunga mashimo ndani ya barabara, ile iko kama kawaida vizuri, ila tu ile shida ya kuweza kuingilia nyumbani kwa kupora mali zao. Kiangalia kwa mfano barabara ya kutoka Uganda kwenda Kasindi ikoje? Barabara iko nzuri, watu ya service dote wako wanatumika wakiendelesha polepole, na watu ya kilalo wanaendesha vile polepole. Tunarudi mjini Beni, ambako bei ya chakula yapanda mnara na kupelekea hali ya maisha kuwa ngumu zaidi. Pepe Kavota ni mkuu kiongozi wa shirika la raia mjini Beni. Kilalo ya kutoka Kasindi hapa karibu imekuwa na vitu ambavyo haviendeke, ndio wakakataza gari kubwa kupita kwenye hiyo kilalo. Ndio maana hata moto ita karibira
ilipanda, lakini kwa leo imeshuka. Na ingine ni hiyo vitu ambavyo tunaita chakula, nayo pia ambayo ilikuwa tokea nje ya ngambo, nayo ilipanda kabisa bei. Hiyo ndio ilituma vikao vinaendelea kukamatwa pamoja na viongozi husika kuangalia namna gani wafanyabiashara wanaweza kushusha bei. Lakini mpaka pale bei ya mchele, bei ya ingine chakula ingali tu inapanda juu kwa sababu ya hiyo hali ya kilalo ya Kasindi. Ndiyo, mnadhani pengine kipi kinaweza kufanyika? Kwa sababu kitazama hata watu wanaokimbia Goma kuelekea Beni wanasema hata garanti ama nyumba nazo zimepanda bei. Ndiyo, unaona mji wa Beni umepokea watu wengi mno, na hiyo yote iliacha bei ya nyumba, wale ambao wanakuwa wapangaji wanakuta watu wamekuwa wengi, hasa wale wenye manyumba wanapandisha bei. Hiyo ndiyo nayo hali ambayo hatufurahie katika mji wa Beni. Na hata kuuza viwanja ambao tunaita parcel, nazo pia zimepanda bei sababu watu wameona ambao watauza wanakuwa wengi, ndiyo bei inapanda. Donc vitu kabisa haviko vizuri sababu wakimbizi wanafika. Sasa bei ya nyumba inapanda, bei ya vyakula inapanda. Nikusema sote kwa jumla tutaingia kwenye crise mjini Beni. Ama nyinyi kama viongozi wa mashirika ya kiraia, je, mnatumia nini ili watu wasije wenyewe kutesana kati yao wakati wengine wako kwenye matatizo? Ukiangalia watu wengi wamekimbia vijiji kuogopa ADF kukimbilia mjini Beni. Ndio, nimesema vikao vimekuwa organize. Tumekaa kikao moja pamoja na maire la ville, kiongozi wa mji, pamoja na service ya ekonomi, hata na kiongozi wa FEC, kupima kuchunguza sababu gani watu wanaweza fanya hivyo. Na mwenye FEC alisema kwamba kuhusu mchele ni huko Tanzania ambapo mchele natokea, ndio mchele haikuje tena nyingi no, ndio maana wanasema hiyo napanda. Lakini ngambo ya nyumba na viwanja, hiyo kabisa tu yaingia kwa jambo hilo, kwa sababu tulikuwa kwanza na governor kuhusu umeme wa mji wa Beni, Butembo, hata Lubero na territory ya Beni. Nawaza siku za usoni tutaweza kuikaa pamoja na wale wenye manyumba kuangalia namna gani wakimbizi wanafika. Hasa tunataka sana, haitakuwa vizuri, itakuwa tumepoteza patriotism. Tukitoka Beni tunarudi mjini Goma ambako baadhi ya wakaazi wapongeza hali ya msako unaotekelezwa na M23 AFC na kuwakamata wezi wenye silaha. Rebeka Asante ni mkazi wa Mugunga, kata moja ya mji wa Goma. Tofauti wakati wa mbele, wakati wa zamani mtu alikuwa tulikuwa tunamzuru shule, chakula ilikuwa patikana, njala ilikuwa haiko, na tulikuwa na amani kidogo kidogo. Wakati ya leo bamwizi, bajambazi, kulala tangu zile tusema wao watasinzia, unajikutana bamwizi washakutana mnyumba. Hatujui kama ni susi, kama ni probleme gani. Kumekuwa hiyo anaita msako. Je, itasaidia sana? Sio kwanza tusaidia. Tushaanza kusinzia watu wasikia tena masasi na bamwizi. Yaani mlikuwa mnasikia masasi kila siku? Na kuingiliwa kila siku. Tunamaliza ili semeni. Nyinyi wananchi mnahitaji nini muhimu? Sisi tunahitaji maendeleo mpya, amani. Juu tunaona maisha kesho, leo na kesho tabadilika je. Tukitoka Kivu Kaskazini tunavuka hadi mkoa wa jirani wa Ituri ambako kumeripotiwa mapigano makali kati ya jeshi la serikali ya Kongo DRC FARDC na wapiganaji wa kundi la Zaire. Costa Sambagalwa yuko mjini Bunia. Ya mkoani tu hali ni nzuri kwa sasa hapa mjini Bunia, ila kunapatikana mahali mbalimbali kama vile jina huko mtaani ambapo kuliendeshwa mapambano kati ya jeshi FARDC na wapiganaji wa Zaire ambao walikuwa wakipambana kabisa huko, na kwa sasa raia imeendelea kukimbia. Zaire wanapambana na nani? Kwa sababu kulikuwa kumekuwa msako wa UPDF na jeshi la Kongo. Sasa huko mtaani ni hiyo Zaire ambayo imepambana na FARDC.
Wanasema wanapambana kwa nini? Ni vigumu kujua, kwani tukikumbuka juzi ama siku ya kwanza iliyopita kulikuwa mauaji ya watu 3, mama mmoja na watoto 2 huko Jina kwenye waasi wa Zaire walijitokeza na kufanya hiyo shida kabisa ambayo inaleta magumu. Lakini ukiangalia kwamba kulikuwa na mwito wa gavana pamoja na serikali kuomba makundi yote yasalimishe silaha kupitia PDDRCS. Hiyo wito iliendelea na kusemekwa hapa Ituri, ila na watu wa PDDRCS na shirika ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu BCNUDH ya MONUSCO iliweza vile kuweza kuunga watu ama kualika watu kwa ajili ya kuzungumza ili ya kuweza kumaliza hiyo ili ya kuleta ujuzi na hiyo wanaita justice transitionnelle. Alafu kwa sasa hiyo mawito hadi sasa hazitoe kabisa matunda. Hiyo eneo liko wilaya gani? Jina inapatikana eneo ya Jugu, inapatikana karibu 37 km na mji wa Bunia. Mbali na hayo, tumesikia kwamba kuna juhudi ambazo Umoja wa Mataifa MONUSCO inafanya. Juhudi imeendelea kuendeshwa hapa Ituri, ni kufuatana na hali ambayo Ituri imekuwa ikiishi ndani ya ukosefu wa usalama, masemi ya uongo ama za uongo na za chuki vile katika majamii mbalimbali. Hiyo iliacha shirika ya MONUSCO ya public ama ya kuweza kuleta habari ya MONUSCO, ndio waliweza kufanya hiyo kikao ya kuweza kuhudhuria watu wasichana 40 ambao waliweza kupata hiyo sensibilisation ya kuweza kupiganisha habari za uongo na masemi za uchuki. Asante sana Costa Samkoa katika mji wa Bunia. Asante. Shukrani sana Costan Sam Bagalwa kutoka huku mjini Bunia. Taarifa yetu inahitimishwa nchini Kenya ambako uzinduzi wa chama kipya cha aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua kiitwacho Democracy for the Citizen Party DCP kwa kifupi ulitibuliwa na vurugu baada ya genge la watu kuvamia ukumbi wa hafla hiyo huko Lavington. Dennis Chisaka kutoka Nairobi na habari zaidi. Walinzi wa Gachagua walijibu uvamizi huo kwa kufuatia risasi hewani ili kuwatawanya wahuni hao. Watu kadhaa waliokumbwa na vurugu hizo walizingirwa na kupigwa hadharani. Huku kamera za vyombo vya habari zikiendelea kurekodi. Kabla ya hali hiyo ya vurugu, Gachagua alikuwa ameshazindua chama chake cha DCP akijiandaa kwa mapambano makali ya kisiasa dhidi ya Rais William Ruto wa chama cha UDA. Economic transformation and political reimagination of our nation. I bring forth my response to the call by millions of Kenyans from across our nation who have called on us to rise the occasion for a voice of reason and a listening ear, a right they have been denied for far too long. Patriotic Kenyans here at home and abroad have spoken to us clearly towards reforms for a better Kenya. The current despotic regime has failed to listen to the voice of the Kenyan citizen. That is why our great nation is sinking under heavy and punitive taxation. Gachagua alijiteua kuwa kiongozi wa chama hicho na kutangaza majina ya viongozi wa mpito ambao wataendesha shughuli za chama hicho kipya. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala ametajwa kuwa naibu kiongozi wa chama hicho kwa muda, huku Hezron Obaga akichukua nafasi ya katibu mkuu. Orodha ya viongozi waliotangazwa inaonyesha kuwa wengi wao ni wanasiasa waliopoteza kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Wengine ni wasiojulikana sana katika nyanja za siasa nchini Kenya. Dennis Chisaka, MTV Online, Nairobi. Huyo alikuwa ni mwandishi wetu wa habari Dennis Chisaka kutoka huko Nairobi nchini Kenya. Mtangazaji wako wa zamu naliitwa Sikiminyo wa Japolsen. Asante kwa watazamaji na wasikilizaji wetu wote duniani na DRC, yani Afrika Mashariki.